هذا سيد الشهور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على ممر الدهور وعلى آله وصحبه إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa kuwa leo shekhe wetu wa mkoa alikuwa amepanga tufungue darasa letu la kila mwezi wa Ramadhani unapofika, tunafanya darasa ya tafsiri ya Qur'ani katika msikiti mkubwa wa Muhammad Sadis, makao makuu ya Baraza Kuu la Uislamu Tanzania. Hii ni ada ya toka zamani, tangu mufti wetu wa mwanzo, mzee wetu, shekhe wetu, mwalimu wetu Sheikh Ahmed bin Ahmed Al-Bughri, na hata mufti wa pili Sheikh Saabani Isa Simba. Kwa utaratibu maalum katika baraza. Naam. Naam. Ilikuwa ni taratibu za Baraza Kuu la Uislamu Tanzania kutawalia swala la tafsiri ya Qur'an toka miaka hiyo mpaka leo, na mimi nilikuwa nikilihuisha darasa hili kwa muda mrefu, kwa kuwa ilipangwa tufungue darasa ambalo limechelewa kufunguliwa mwaka huu kwa sababu ya dhurufu au mazingira ya mambo yaliyotokea. Nilipanga Ijumaa hii ndio tutaanza darasa ya tafsiri kule Dar es Salaam katika msikiti mkuu wa Baraza, ili ipatikane ile baraka na ishara ya Sheikh wa mkoa na msikiti huu wa Raudha wa ndugu yangu Sheikh Hussein na wazee wangu na makadhi na Waislamu msikiti huu, basi ile baraka isitoke angalau kwa aya moja tu. Takbir! Sallu ala nabi! Tuanze nayo iwe ndio tumefungua. Kule Dar es Salaam itakuwa tunaendelea, hatufungui tena kwa sababu tushamaliza kufungua katika msikiti wa Raudha. Kwa kuwa ni mwezi wa Ramadhani, na mwezi wa Ramadhani mbali ya kuwa baraza linafanya kazi hii ya tafsiri kwa mamufti mbalimbali toka mzee wetu mufti wa mwanzo kama nilivyosema, mpaka mufti wa katikati na mpaka mimi, na pia ni wasia wa misikiti yote iendelee na kazi hii, na shekhe wafanye kazi hii ya tafsiri, waendelee kufanya na wanafanya, walillahi alhamd. Tuanzie katika ile aya ya 183 iliyo katika suratul Baqara, inayoashiria hii amali tunaifanya na huu wajibu tunaotekeleza wa kufunga mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya 183 ametuambia, lakini katika maelezo anayotuambia ni katika njia ya ajabu sana ambayo haijapata kuonekana ndio hiyo katika kumweleza mtu ambayo unataka kumwamisha jambo, na mtu huyo ni mdogo, ni dhalili, ni mja tu katika waja wake, lakini anamueleza katika mfumo wa ajabu wa kama kwamba anambembeleza mtu yule, wala sio ule mfumo wa kumwamisha kwa kutumia nguvu. Akatumia kwa maneno yafuatayo, akasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aya hii ndio ambayo itatufungulia leo darasa letu. Allahu akbar, Allahu akbar. Mwenyezi Mungu asema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, kutiba alaykumus siyam, kumefaradhishwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama kulivyofaradhishwa juu ya wale waliokuwa kabla yenu, yani watu na kaumu ambao imetangulia nyinyi.
la'allakum tattaqun, kwenda mkawa wacha Mungu, yani ili muwe ni wacha Mungu. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia waumini wafunge, lakini hakuwaambia tu moja kwa moja sumu fungeni. Ametumia uslub wa kuwaita katika imani yao. Hakuwaita moja kwa moja, amewaita katika sifa yao. Sifa ipi? Sifatul iman. Allah. Sifa ya imani. Akasema ya ayyuhalladhina amanu, kipande hiki, ili ambao wameamini, ili ambao mmesifika na sifa ya imani, kutiba alaykumus siyam, kumewajibishwa juu yenu kufunga au kumefaradhishwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama kulivyowajibishwa juu ya wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutacheza hapa kwa utamaliza. Alipowaita Waislamu kwa sifa yao ya imani, kwa msemo huu uliotangulia mwanzo, amewaita kwa herufi yenye kuashiria kuita, ndio inaitwa harfu nida watu wa lugha ya Kiarabu, yani harfu ambayo yenyewe ni katika jumla ya harfu zinazoashiria kwamba huyu bwana anamuita mtu fulani. Kwa mfano kusema ya Muhammad, ya Ahmad, ya Ali, ngeza ya ayyuhalladhina amanu, yenye kuitwa hapa ni neno ayu. Ya ayu ndio munadi, ile ya ndio harfu nida, ile ha ni badal au ni kitu kilichozidi. Ya ayyuhalladhina amanu, ni ambao wameamini, ambao wamesifika na sifa ya imani, nyinyi kutiba alaykumus siyam, umewajibishwa juu yenu kufunga. Angalia huo mfumo kwanza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaita Waislamu kwa sifa yao ya imani, kisha anawaambia kwamba kumewajibishwa juu yenu kufunga. Anatumia neno alkitaba, kuandika. Kutiba ni kitu, ni neno ambalo limechukuliwa ma'khudhu min alkitab, limechukuliwa kutoka katika neno alkitab. Alkitaba katika lugha ya Kiarabu ina maana ya kuandika, lakini katika falsafa ya kilugha alkitaba maana yake ni aljamu wadhammu walilzam. Ndio vitu vitatu: aljamu wadhammu walilzam. Ni kukusanya kitu ukakileta mahala pamoja, na pia ina maana ya kulazimisha. Ndio maana haya ya kulazimisha, maana haya katika lugha ndio yaliyoazimwa katika neno kuandika, liwe na maana ya kuwajibishia waumini na kuwafaradhishia waumini ibada ya funga mwezi wa Ramadhani. Unaelewa vizuri hapo? Lakini mfumo mwingine wa ajabu ilikuwa Mungu ieleze tu alladhina amanu kataballahu alaykum, Mungu amekuwajibisheni kufunga, lakini akisema kutiba ikaletwa katika mfumo wa kitu ambacho waita fi'lu majhul, yani fi'li ambayo inahitajika faili au ni nani. Kutiba kumeandikwa, ilikuwa sio ameandika Mwenyezi Mungu au amewajibisha Mwenyezi Mungu juu ya kufunga. Kumewajibisha juu ya kufunga. Kulikuwa na haja gani mpaka azunguke Mungu aseme kumewajibisha juu ya kufunga, wakati ilikuwa tumejea mkato tu kwamba Mungu amewawajibishieni nyinyi au amewafaradhishieni nyinyi kufunga. Lakini huu mfumo wa kueleza kitu kama kinaitwa kitu cha bali, kumewajibishwa juu yenu kufunga, badala ya Mungu kusema Mungu amekuwajibishieni nyinyi kufunga, ni katika kuonesha upole na mapenzi kwa umati wake na kutaka kuwatoa pole wale kuwachukua kidogo dogo kwa taratibu, bila wao kutia katika akili yao kwamba jambo litakuwa ndio jambo gumu hilo, jambo zito hilo. Mwenyezi Mungu anataka kuonesha jambo moja dogo, halina neno, ila lina thawabu kubwa ambalo limeziandaa mimi Mwenyezi Mungu kwa nyinyi itakapokuwa mmetekeleza. Na huu uslubu au huu mfumo ndio mfumo aliotumia sana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata mtume ilikuwa mara nyingi kukiwa kuna jambo
anataka kuwasema masahaba zake, labda wamekosea mfanyaji au wamekwenda katika njia ambayo anataka kuwarekebisha, na yeye anao, amwambie wewe, mbona umefanya mfano wewe, kwa nini umefanya hivi, mambo gani umefanya bwana? Mtume alikuwa asema namna hiyo, ma baru aqwami yasaluna kadha kadha kadha, ni vipi habari za watu wanafanya hili wanafanya hili, wanafunga siku zote dahari, wengine wanaapa hawataoa kabisa. Vipi watu hawa wanafanya namna hiyo? Wale watu wanaowaambia wako pale pale, lakini sallu ala alhamid, lakini hawaambii moja kwa moja. Ni uslubu na mfumo wa namna ya kuambiana watu na kushawishiana na kupeana mapenzi ya kusikiliza ile jambo na namna ya kuwa na uwepesi wa kulipokea. Ndio maana yake bwana, kutiba alaikumus siyam, na Mtume amefuata mfumo huo katika maisha yake. Hata akizungumza na masahaba anawaambia, vipi jamaa wanaapa kwamba wao watakuwa wanafunga mwaka mzima, hawatafungua hata siku moja. Ilitokea masahaba ndio hiyo. Mwingine anasema mimi sitaoa kabisa, wanawake sina habari ya mambo wanakitaka kabisa. Sasa Mtume atakuwa vipi? Mtume hakuwaambia moja kwa moja, jamani mfanyaje hivyo, hivyo sivyo. Akaleta mfumo wa kama kwamba anawaelezea watu ambao hawapo pale, kumbe wako wale watu. Mabaru aqwam, vipi habari ya watu wanajiapiza na kusema kwamba watafunga mwaka mzima Akawaambia, mimi ndio mcha Mungu wenu zaidi kuliko mtu yote katika sisi hapa. Walakin asumu wa uftir, lakini ninafunga na ninafungua. Na hata alipoulizwa bora ya kufunga ni hivi, akasema khairu siyami siyamu Daud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Bora ya funga zote ni funga aliyokuwa akitumia Nabii Daud alayhi salatu wasalam. Alikuwa akifunga siku moja na akifungua siku ya pili. Sio kama nyinyi mnajiapiza mwaka mzima utakuwa nafunga mimi sifungui, cha Mungu ibada na hivi. Tunasema hapana, sio hivyo. Watu wanasema kwamba hawataoa kabisa, lakini Mtume akasema watazawwaju nisa, ile urefu wa hadithi, watazawwaju nisa, na ninaoa wanawake mimi pia. Ni vipi tena tokee katika hili maswahaba wanasema hivyo, lakini Mtume hakuwakabili maswahaba kwa kuambia moja kwa moja. Ni vipi Mtume huu mfumo ulio katika Qur'ani uliosema Mungu afu Mtume akawiga? Kwa hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, ummul mu'minin, alipoulizwa tuelezee tabia za Mtume zikoje, kana khuluqul Qur'an, ilikuwa tabia zake Mtume zote ni Qur'an. Ndio maana amechukua ule mfumo ulio ndani ya Qur'an anamtumia yeye Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunatakiwa na sisi tuchukue mfumo ulioelezwa katika Qur'ani katika maisha yetu na mfumo wa Mtume wetu Muhammad aliyoivaa Qur'ani, kiasi cha kwamba ukimwona mtume yule unaona Qur'ani ile. Allahu Akbar. Ndivyo alivyokuwa. Mama Aisha akamaliza maneno alipoulizwa, mtuambie tabia za Mtume Muhammad zikoje? Kana khuluqul Qur'an, tabia zake zote Mtume ni Qur'ani. Wewe angalia Qur'ani tu basi ujue hii ndio tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaykum siyam, umewajibisha juu yenu kufunga. Lakini ibada hii imekuja kupewa uzito huu Mtume Muhammad peke yao? Ni wao tu ndio wale watu wafunge? Mbona jambo hili linaonekana kama zito? La, Mwenyezi Mungu asema kama kutiba ala alladhina min qablikum, anawapoza Waislamu wamsione tabu kwamba nyinyi mnawajibishwa kufunga mwezi wa Ramadhani ni janga kwenu. Hapana, kuna umma uliopita kabla yenu nyinyi, nao walikuwa wanafanya ibada kama hii, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama kulivyowajibisha juu ya wale ambao walikuwa kabla yenu, wale watu waliotangulia nyinyi kabla ya kuja kwenu nyinyi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu akaleta natija, faida ya funga, mpaka iwe Mungu anatuambia tufunge. Kuna faida gani? Kuna faida gani? Mwenyezi Mungu anataka kujenga umma uliokuwa bora. Akasema mwisho, la'allakum tattaqun, na namalizia la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, yaani ili muweze kujengeka katika sifa ya ucha Mungu. Sifa ya ucha Mungu itatokana
na zoezi zima la mtu kuvaa ibada hii ya nguzo ya 4 ya kufunga mwezi wa Ramadhani inamjenga mtu anakuwa mtu wa takwa. Hii ndio natija ya kufunga. Natija yake hapa ni at-taqwa, ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala nabi. Kwa hiyo kwa maana hayo sasa, na kwa tafsiri hiyo tunaweza tukasema kumbe kufunga kunamjenga mtu mpaka anakuwa mcha Mungu. Ndio, jawabu ndio. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka funga na akazihimiza kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi, na kufunga siku 3 zinaitwa ayyamul bid, kwa siku 13, 14 na 15 katika kila mwezi. Nini? Kuuzoesha mwili, kuufanya mwili upate mazoea, ili upate kujengeka katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana yake. Na pia ukifika mwezi wa Ramadhani isiwe mtu anaona tabu tena, mwezi wa Ramadhani mimi ninangiri. Na mwezi wa Ramadhani ukifika magonjwa yanafumuka kwa waumini, magonjwa mbalimbali yanafumuka. Unajua mimi kitu kinaniuma sana, ni hamjui tu, unajua mwenyewe. Na kama umesoma kidogo na bali sana ala nafsi basira, anatoa na aya nataka kujitekelezea utaratibu wa kuwa halali wa kula mchana mwezi wa Ramadhani. Funga sunna na mjenga mtu kwenda kuja kutekeleza ibada ya lazima ya wajibu ya mwezi wa Ramadhani bila ya wasiwasi, kwa sababu ni jambo lake kwa mwaka, kila wiki anafunga. Na kufunga kunamrejesha mtu kuwa katika wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Funga imegawanyika mafungu mawili makubwa. Faida yake imegawanyika katika mafungu mawili. Fungu la kwanza ndio hili linalomsababisha mtu anakuwa mcha Mungu, na kwa sababu ya mcha Mungu ndio maana katika mwanzo wa aya Mwenyezi Mungu amewaita Waislamu kwa sifa yao ya imani. Kwa nini? Kwa nini ya ayyuhalladhina aslamu wa ya ayyuhalladhina amanu? Kwa sababu mtu akiwa na imani kamili ndio anakuwa mwepesi wa kupokea amri. Allah sallu ala al-habib al-amr. Aliyemwepesi zaidi kupokea amri ni yule ambaye ana imani katika moyo wake. Na ndio zile aya nyingi katika Qur'an, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Aya za namna nyingi sana katika Qur'an, kwamba mja au Muislamu ambaye anapokea haraka amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafunzo ya Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yule ambaye moyo wake una imani. Na ndio maana kila aya au aya nyingi taanza ya ayyuhalladhina amanu innal ladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu innal ladhina amanu wa amilus salihati mpaka mwisho, katika kuonesha kwamba waliokuwa wepesi wa kupokea amri ya Mwenyezi Mungu ni wale ambao wamejengeka kiimani. Na ndio maana huko mbele nasema ili mpate kujengeka katika ucha Mungu, moyo wa Mungu. Sasa Mtume aliulizwa, tueleze ya Rasulullah sallallahu alaihi mambo mengi yanayosababisha kumuingiza mtu peponi, ni yapi yale mengi yatakayosababisha watu waingie sana peponi? Mtume akajibu kwa ufupi tu kama ilivyokuwa tabia yake, taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa Allah, kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa husnul khuluq, na tabia njema. Na mwezi wa Ramadhani ni chuo. Mwezi wa Ramadhani ni madrasa. Ni madrasa, ni chuo kwa Waislamu. Kimekuja kuwafundisha Waislamu kila mwaka, kinakuja mara moja. Ni course. Inabidi watu wasomee mambo katika mwezi wa Ramadhani. Ucha Mungu, kujipinda katika ibada, kwa kuswali tarawih, kuswali tahajjud, kuswali. Kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kusoma Qur'an. Na kule kusoma Qur'ani sio kusoma Qur'ani tu, ni ibada ile. Kishika msahafu kusoma Qur'ani au uhifadhi kusoma Qur'ani ni ibada. Kwa sababu gani? Qur'ani yenyewe ni kitabu chenye kusomwa. Na ndio maana taarifu ya Qur'ani nini? Kitabullah al-munazzal
ala abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alayhi almutaabbadu bitilawatihi. Ndio kitabu kitabu cha Mwenyezi Mungu kilichoteremshwa kwa mtume, lakini ambacho kunafanywa ibada kwa kukisoma. Ukisoma tu uko ndani ya ibada kama ibada zingine, kama ambavyo unaswali ibada, unafunga ibada, unamtaja Mungu na ibada. Basi kusoma Qur'ani ni ibada, na Qur'ani kile kitabu inafanywa ibada kwa kule kukisoma, ndio maana yake. Na ndio maana katika utukufu wa mwezi wa Ramadhani ni pamoja na kuteremka Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yani Qur'ani si maana yake iliteremka kile kitakapoteremka kwa mtume na kwa mwezi wa Ramadhani. Imeteremka kutoka katika Baitul Izza ila Lawh al-Mahfuz. Allah, katika mwezi wa Ramadhani daf'atan wahida imeshuka kwa mara moja yote Qur'ani kutoka Baitul Izza mpaka kwenye Lawh al-Mahfuz. Wallahu min wara'ihi muhit, bal huwa Qur'anun majid fi Lawh al-Mahfuz. Pale imeteremka kwa mkupuo. Thumma nazala ala al-habibi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam munajjama, kisha ikashuka kwa mtume kidogodogo kwa kiasi cha zile haja na kiasi cha matatizo yaliyokuwa yamejitokeza. Hivi ndivyo ilivyo Qur'ani tunaposema teremka katika mwezi wa Ramadhani. Sio kwa maana ya kwamba mtume alikuwa hateremshi jambo mpaka mwezi wa Ramadhani. Yenyewe imeteremka kutoka Baitul Izza mpaka Lawh al-Mahfuz kwa mkupuo, lakini kutoka katika Lawh al-Mahfuz kuja kwa mtume imeteremka kidogodogo kwa kiasi cha haja ilikuwa inahitajika kipindi kile. Hiyo ndio Qur'an imeteremshwa katika kiasi hicho, na ndani ya mwezi wa Ramadhani ambayo imeteremka hiyo Qur'ani fihi lailatul qadr. Allah, kuna usiku wenye heshima ambao ni khairu min alf shahr, ni bora kuliko miezi 1000. Sasa miaka 83 na kitu, yani ibada yake sio sawa na miaka hiyo miezi 1000. Ni bora kuliko hiyo miaka 1000. Sallu ala nabi. Khairun min, yani kuliko hiyo miezi 1000. Yani ibada ambayo ataifanya mtu katika usiku huo, na wala usihangaike katika ule usiku kutoka nje mara za majuto unafanyaje. Hiyo siku unajihangaisha bure, hiyo siku unafanyaje? Ula masala ni wewe kukaa tu katika unamshukuru Mwenyezi Mungu, umekaa itikafu, unasoma Qur'ani, unaleta dhikri, unamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figa basi na haya unafanya hivi, unakukurika, unakaa katika darasa unasikiliza, ndio humo ndani ya kuhuisha usiku huo. Ukipita huo usiku uko katika hali hiyo, basi umefanya ibada ambayo ni khairun min alf shahr, ambayo ni salamun hii hata matla al-fajr. Huo ndio mwezi wa Ramadhani. Ni madrasa, ni chuo, watajifundisha kustahamiliana, wanajifundisha kujenga imani, wanajifundisha subira, wanajifundisha upole, wanajifundisha kupendana, wanajifundisha kukaribishana, kutembeleana katika majumba, kulishana, kusaidiana, mafukara, maskini, watoto wasaidiwe, watu wasiokuwa na uwezo wasaidiwe. Yale yote unayapata katika mwezi wa Ramadhani kama darasa. Kwa sababu hayo yote yale ndani ya mwezi wa Ramadhani unaoyafanya wewe, si ndio hayo yanatakiwa katika miezi 11. Lakini kwa kuwa saa nyingine umefanya hili, saa nyingine hivi, ndani ya mwezi wa Ramadhani himma na inakuwa ni kubwa zaidi, na mazoezi yanakuwa ni makubwa zaidi, ili uje uyatekeleze hayo mazoezi katika miezi 11 ijayo baada ya mwezi wa Ramadhani. Ndio maana yake. Na ili wewe ikupe mapenzi, umepewa mwezi wa Ramadhani thawabu kuongezeka. Nadhani mashekhe wananiambia kila siku sunna ya kawaida unaoswali mwezi wa kawaida ukiacha mwezi wa Ramadhani ndio ile ile tu, jema moja kwa 10 mfano wake, na inahesabiwa kwa swala moja au ni ibada moja uliyoifanya. Lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani sunna moja
ni sawa na swala ya fardhi katika mwezi wa kawaida. Unataka nini tena? Ni mwezi wa mavuno. Kiswali swala fardhi, sasa na fardhi 70 katika miezi ya kawaida. Unataka nini tena? Ni mwezi wa kuachia huo. Ni mwezi wa kukaa tu unapiga soga nje. Unaacha kukaa karibu ukafanya ibada, ukajitupa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, nilitaka kufungua tu darasa na muda hatuna. Kama ingekuwa nimekuja alasiri ningebomoka zaidi, ningezungumza zaidi, lakini kwa kuwa muda hatuna, tuna ibada nyingine tunatufanye, basi tukubaliane tu kwamba nimefungua darasa la mwezi wa Ramadhani, na insha Allah Taala hapa na kuendelea na darasa, na sisi tutakuwa tunapata kuendelea na darasa kule Dar es Salaam, na mtakuwa mnasikia katika vyombo vya habari. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، وفقنا وفقنا لنا، وبارك لنا في ديننا مع اهل الكفر انثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قوله وفعلا وارزقنا كل خير دائما، واغفر يا علماء نحظى بالخير وننفع بالشر. ربنا اصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا وقض عنا ربنا كل ذنوب قبل ان تاتينا رسل النور. وصلاة الله تعالى المصطفى وليل الحق تعالى والوفاء بكتاب فيه الناس الشفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب والصحب الغرفاء. الحمد لله رب العالمين.